Na mtazamaji karibu tuzungumze mengi mazuri ya kimichezo. Yako mengi ambayo yanaendelea kwenye uga wa michezo. Asante kwa kulambaza nasi. Subscribe, gusa mreshi mekundu hapo chini kisha gonga alama kengele. Tuko na chuma cha Mjerumani Ibrahim Mwambokile. Tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza naye mengi mazuri ya kimichezo. Chuma, kwema? Nashukuru Mungu niko vizuri sana. Vizuri tu. Niambie. Sawa. Wana kwenye uga wa michezo tumeona hata kwenye peji yako ya Instagram ya Ibrahim Mwambokile pale umeposti kuhusiana na kocha Dimitar Pandev, kocha wa klabu ya Simba ambaye ametambulishwa kama manager. Kule alikotoka alikuwa ni kocha, lakini huko anapokuja ametambulishwa kama manager mpya wa klabu ya Simba ambaye hatujui majukumu yake pase. Tuko hapa kwa ajili ya kupata detail na dondoo zinazohusiana na kocha Dimitar Pandev. Tuambie chuma cha Mjerumani, ujio wa Dimitar Pandev ndani ya Simba inakwenda kubadilika ama tutegemee kuona Simba iliyojaa malalamishi kama jinsi ambavyo tumezoea? Kwanza, taasisi yoyote ili kusimama imara sio jukumu la kiongozi mmoja. Ni jukumu la wanataasisi wote kuwa kitu kimoja katika kuweza kushirikiana. Kwa maana kwamba malengo ya Simba ni kufanya vizuri katika mashindano aina yote. Lengo ni kuweza kutimiza lengo lao. Uwezo ukaniambia timu ishika nafasi ya pili, wanasema malengo yetu kwa nafasi ya pili. Malengo ya kila timu ni kuweza kuchukua ubingwa. Unaelewa vizuri bwana. Kwa hiyo Simba wamepita makocha wengi wenye CV kubwa kuliko yule kocha ambaye amekuja Dimitar. Kwa hiyo kwangu mimi nachoweza kukusema kwamba ili Simba wafanikiwe wanapaswa kuwa kitu kimoja kama slogan yao ya nguvu moja katika kuweza kusaidiana majukumu ya kiutendaji kama vile ambavyo taasisi yao inavyohitaji. Lakini vinginevyo akileta utani wanaweza kaangukia pua kwa mara nyingine tena. Kwa sababu kuna time unaweza ukawa na wachezaji wazuri sana, sawa, lakini kama hauna umoja kwenye taasisi ni poorest. Unaweza ukawa na wachezaji wazuri sana, lakini kama umefanya usajili ambao hauzingatii mahitaji ya timu, yanaweza kukukuta kama ya PSG. Unaelewa vizuri au ile Madrid ya kina Delima ile. Unaelewa vizuri? Yaani unakuja kuona timu imefanya usajili wa bouncer. Yaani juu imenenepa chini nyembamba. Kwa unakuja kuona kabisa hapa ni failure. Sasa ujio wa meneja mkuu ambao wao wanasema ambaye ni kocha mkuu ndani humo ni kwamba huyu ili afanikiwe lazima kuwe na ushirikiano wa dhati kati ya viongozi wa pande zote mbili, kati ya mwekezaji na Simba Sports Club kwa Mangungu lao liwe moja. Na siku zote mgogoro unaokwamisha Simba ni hizi pande mbili. Mgogoro unaokwamisha Simba ni hizi pande mbili. Upande wa Mangungu na upande wa Modewiji. Katika kuweza kushirikiana kwa maslahi ya taasisi ya Simba. Wanipata vizuri? Kila mmoja anataka aonekane yeye ni shujaa. Mimi ndo natoa hela, wewe unaweza kuniambia kitu. Mimi nimechagua na wanachama. Hamuwezi mkapata matokeo chanya. Na ndio maana ni rahisi sana Simba kuilaghai kuliko Yanga. Unaelewa vizuri? Yanga ndio kumlaghai nani pale? Hakuna upande wa mtu yoyote pale. Sasa kwa Simba ni rahisi sana. Kumbuka Yanga Africans mwenye final say anajulikana ni nani? Wewe ushasikia Yanga kuna mchezaji wa Alex Ngai? Nakuuliza wewe. Kuna mchezaji wa Arafati? Uje kusikia huo uhuni. Lakini njoo upande wa pili huko. Moja kati ya kitu kilichomuondoa kocha Fadluman Davis ni haya mambo. Kila mmoja ana mtu wake mle ndani. Kwa kama na mtu wake, mfano kama Triple ikasemekana kwamba kocha ameingia mazima kwenye usajili. Kocha alipoanza kufanya machaguo yake ndio mpasuko ulipoanzia pale. Si unaelewa vizuri? Unatuelekezwa wewe kama nani, wachezaji wao wawezi, uwajui. Kumbe mwenzako huyo kiongozi ana lengo lake lingine kabisa. Alete mtu wake. Unanipata vizuri? Alete mtu wake, aidha kwenye salary, sawa, au kwenye pesa usajili tukutane pamoja. Sinza. Unaelewa vizuri? Kwa ndicho ambacho sikiliza, huo ndio uhalisia. Wana Simba wengi wananichukia mimi. Mimi nawasaidia sana wana Simba ila wao hawajijui. Mimi nawasaidia sana wana Simba ila wao wanakosa kujitambua. Mimi sina chuki na Simba. Kwani Simba mimi nanipa nini? Sasa kumbe nini? Mimi nakwambia ile ukweli. Sina chuki na Yanga. Kwani Yanga mimi nanipa nini? Mimi nakwambia ile ukweli. Sawa. Kinachoumiza hiki, alafu mbaya zaidi,
Moja kati ya sababu ambayo imesababisha misimu 4 mfululizo Yanga kuchukua ubingwa ni kutokana na ushindani uliopo wa nguvu ya kifedha. Cha kwanza wa Yanga wao wenyewe, cha pili nguvu kubwa ya matangazo ambayo imekuja katika ligi yetu. Simba wao wamejisahau, bado hapo katika track ile ile. Unaelewa vizuri? Hauwezi ukafanikiwa. Hawa wangebadilika wangekuja katika track ambayo ni bora ya ushindani zaidi. Sawa, nao wamejitahidi kuleta wachezaji wazuri sana Simba. Sasa ili wafanikiwe wale wachezaji liwe lao moja. Lakini vinginevyo Yanga bingwa, anakuambia ule uhalisia. Kama wakizuba Yanga bingwa. Kwa sababu ili mfanikiwe msitengane. Hii ipo hadi kwenye familia. Yaani mke ana la kwake, mume na la kwake, mtafanikiwa? Hamwezi kufanikiwa. Wewe umesimfuatilia mke wangu, umemuolea nani? Kila mmoja na mambo yake. Wewe ni mpuzi kabisa. Kila mmoja na mambo yake. Sio ndoa hiyo. Sio ndoa hiyo. Mwanaume anayekupenda, mwanamke anayekupenda, wewe utakazungumza kwa ujinga. Ndio haya ambayo nayaona kwa hivi sasa. Kwa hiyo mgawanyiko ule ndio ambao unawaumiza. Na mwisho wa siku bado hapo katika track ile ile. Wenzao wanafanya investment na wako serious na kazi. Utawafikia watu. Kwa hiyo huu kocha Dimitar ili afanye kazi vizuri, meneja mkuu huyu, ni ushirikiano wa taasisi zote mbili. Yaani upande wa Mangungu, upande wa Mo Dewji wakae laini moja. Kwa sababu wale kuvurugana kwamba waachie au mmoja atoke mmoja abaki hawawezi. Kwa sababu atakayetoka upande wa Mo atakuja kusema madhaifu ya Mangungu. Akitoka upande wa Mangungu atakuja kusema madhaifu ya Mo. Kwa inabidi twendeni hivyo, unajikongoja hivyo utafika hivyo. Lakini kiuhalisia ni ngumu sana kwangu mimi ninavyoona. Dimitar Pandev amekuja na kocha msaidizi, na tunafahamu ndani ya klabu ya Simba yupo Suleiman Matola ambaye alikuwa anahesabika kama kocha msaidizi kipindi cha Fadlu Davis. Lakini haya yote yanaenda kama vile yanapishana. Watu wengi wanajiuliza Suleiman Matola pale ndani ya Simba yeye moja kwa moja anasimama kama nani, kama huyu kocha mkuu amekuja na msaidizi wake? Kwanza yule ni kocha mkuu wa Simba. Kilichotokea Simba hakina utofauti na kile ambacho kilitokea Azam FC. Azam FC walimsajili Yusuf Dabo kama kocha mkuu. Lakini katika mfumo wa ligi yetu, si ndio, au katika utaratibu wa sifa ya kuwa kocha mkuu, si ndio, unaona kabisa bodi ya ligi walikuwa wanamtambua kocha mkuu ni Bruno Ferri. Ndicho ambacho kiko Simba Sports Club. Sasa unakuja kuona kwamba nani Suleiman Matola kwa hivi sasa ana leseni A. Sawa, ana CAF diploma A. Ana sifa ya kuwa kocha mkuu pale Suleiman Matola. Lakini kwa sababu kutoamini wazawa, wao ikabidi waende moja kwa moja kwa Dimitar. Sawa, wamsainishe. Lakini kumbe ana changamoto ya kuwa na qualification, na sio kosa kusema haya mambo. Wanipata vizuri? Hana sifa ya kukaa kama kochi mkuu pale. Na ndio maana watu ikabidi waingie uvunguni, huyu ni manager mkuu. Sio kosa. Hawakujua kama ni utaratibu ambao Simba ameuanzisha kuwa na manager mkuu ambaye ana majukumu ya kuwa coach, sio jambo baya. Unaelewa vizuri? Lakini ambaye mwenye sifa ya kukaa au kusimama kutoa maelekezo, ambaye bodi ya ligi inamtambua, ni kocha Suleiman Matola. Yaani huu kocha wa Simba ambaye ametoka Gaborone United ni kocha saidia fundi wa Suleiman Matola. Lete mkono bao, lete pima maji, kwa sababu hana qualification. Walipata vizuri? Na atakuja kuyaona mengi tu. Uongo sio mzuri, waambie watu leo uhalisia. Mpira ni science. Sio ngoni migration adanganyana watu hapa, maji wao. Sio hicho kitu. Mpira ni science. Kwa hiki ambacho ikifanya Simba ni kurukaruka tu. Lakini kocha anapaswa kwenda kusoma sasa hivi. Na naomba mnisikize kwa makini. Kwa sasa kocha wa Simba itabidi afuatilie ni wapi kozi itaanza hadi sajili. Kwa sababu hivi ninavyozungumza, kozi zijazo za CAF diploma A kwa Tanzania zitaanza mwezi Mei 2026. Unaelewa vizuri?
ogopa matapeli. Kozi ambazo zitafanyika Tanzania za diploma A ya CAF Tanzania zitaanza kufanyika, sawa, mwezi Mei mwaka 2026. Maana yake ni kwamba hapo itabidi asubirie kwenye miezi 7. Unaelewa vizuri? Huo ndio uhalisia sasa. Unajua shida sisi tuna mihemko. Yaani tuna mahaba kuliko taaluma. Na ndio maana mtandaoni mtu yupo tayari akosoe atukane matusi bila kuangalia yule mtu kasema nini. Ndio yale matatizo ya katiba. Katiba mbovu. Tunaomba utuambie umesoma katiba ina ubovu eneo gani? Hajui, kafuata mkumbo tu, maskini ya Mungu. Njoo na maelezo. Katiba ina shida sehemu ipi? Sina. Wewe nimesikia fulani anasema. Haiwezekani. Sio unaelewa vizuri. Kwa mihemko sio mizuri. Fuatilia. Sawa. Kwa hiyo kocha wa Simba ni kocha saidia fundi wa Suleiman Matola. Lete pima maji, lete mesha sui nini, lete sui nini. Hana sifa ya kusimama Tifani au akakae pale. Hana. Ana miezi 7. Cha kwanza anapaswa kujisajili. Sawa, ajisajili awepo katika mfumo wa kuanza masomo. Katika mfumo wa kuanza masomo kuna masomo aweza kasoma online, lakini pia kuna masomo ya practical. Kwa maana ya kwamba itabidi akafanye practical either kwenye Simba yake hapo au akafanyia mahali pengine au huko kwa kusoma. Kama anasomea online lakini aweza akafanyia practical ndani ya Simba. Umenipata vizuri? Nakupa mfano, kocha mmoja alikuja na Fadlu. Sawa, yule kocha alikuwa ana sifa kukaa pale kama kocha msaidizi, ikabidi akasoma, alikuwa anasoma online wireless. Wanipata vizuri, lakini field yake ilikuwa iko Simba. Kwa sio jambo baya. Lakini Simba kuna kitu wanapaswa kujifunza. Kuondokana na huruka za kupapalikia watu. Kwa sababu ukiangalia usajili wa kocha huyu Patev, sawa, huyu Dimitar, unakuja kuona hauna utofauti wa Duncan Nyoni na kina Perfect Chikwende. Ndio yale. Mchezaji kawaka mechi moja unamchukua. Ando kina Chikwende hao. Kina Dimitar, yes. Kwa sababu lazima ufanye research. Wewe umesema umepata CV zaidi ya 200. Una haraka gani ya kumtambulisha kocha? Alafu kwa hivi sasa tuna break ya FIFA. Kuna break ya AFCON kwa hivi sasa kufuzu kombe nini ya FIFA, kufuzu kombe la dunia. Kulikuwa kuna haraka gani? Sikiliza, nakupa za ndani kabisa. Makocha waliohitaji kuja kuifundisha Simba ni makocha wakubwa wengi tu. Gharama yao ni kubwa. Simba inakula inachopata. Ndio maana akaenda kuangukia kwa kocha wa dola 200, 300 ambaye na yeye changamoto yake hana sifa kukaa kama kocha mkuu pale. Ndio maana wakadanganya wakapindua meza. Huyu ni meneja mkuu. Meneja mkuu kwenye ofisi ni overall. Yaani masuala yote ya kiutendaji kwenye taasisi yanahusika. Kwenye benchi la ufundi kwa kushirikiana na watu kama CP, scouting wale, sawa, lakini pia hao wakina nani technical director, majukumu yale yote yanakuwa yako chini yake. Wale wote wanakuwa chini yake. Lakini hata katika utawala tuulizane hapa. Katika mifumo yetu sisi tunaposema huu ni manager, tuseme Dimitar ni manager wa Simba. Majukumu ambayo anakwenda kuyafanya ndani ya Simba katika jukumu zima la umeneja yanaendana na Pep Guardiola. Yanaendana kama kina Ancelotti. Wenzetu wameenda mbali sana kulingana mifumo yao na wamenyooka. Ukizungumza manager, mishahara yeye lazima iwe approved kupitia yeye, kila kitu. Si unaelewa hicho kitu? Sasa je, huyu Dimitar, je, ana mamlaka hayo? Yaani kwamba leo manake tukienda mbali zaidi, kama kweli ni meneja wa taasisi, kama kweli Simba wameamua kwenda katika mfumo ule, Ahmed Ally hapaswi kuwa afisa habari. Kuongea ovyo vya paso inabidi aongee manager. Inabidi report ya timu inabidi. Si unataka mfumo wa Ulaya? Si unataka mfumo wa Ulaya? Si amekuja manager, hatutaki ngonjera. Sawa. Mwaka huu baya ubwela no, kocha akasema, manager akasema hivyo manager. Sawa. Haya, huyu manager sasa akaja akaanza, sikilizeni. Mimi kwa sababu ni manager mkuu. Manager mkuu. Manake mpaka dakika hii hata Patrick Remam yuko ndani na yeye. Yaani ni meneja wa idara ndogo humo ndani. Maana nimesikia mchanganyiko leo mpaka nikacheka. Kuna meneja kama 3 humo. Si meneja wa timu, si meneja wa nini? Meneja sio kikosi. Sasa kikosi na timu kuna tofauti gani? Haina tofauti. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo ameshaingia mkenge. Hii inahitaji elimu kubwa sana. Ndio nakwambiaje? Ukisema ni meneja, meneja kwenye taasisi.
sawa, yeye ndo bosi.